Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji wa Sabiha TV, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumemaliza mashindano hayo mazuri zaidi, na mbele yangu tunaye mmoja kati ya mwalimu wangu huyo katika upande wa nashidi, lakini pia ni mmoja kati ya watangazaji mahiri zaidi ambaye atatueleza katika siku hii ya leo mashindano ameona vipi, lakini pia atuelezee kuwatakia Uislamu mwezi mwema mtukufu wa Ramadhani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa mtazamaji wa Sabiha TV, umekuwa ni mara nyingi tukutana sana katika mambo haya khairi, na leo tumehudhuria katika uwanja wa Azam Complex. Kubwa zaidi ni mashindano ya Qur'an, ambayo Qur'an imeshuka katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kuna lipi la kuelezea umma wa Kiislamu kuhusiana na hiki ambacho kinafanyika? Sana. Kwanza nianze kwa kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa nia njema kabisa na kheri zake alizotujalia kongamano la Waislamu wote na hata wasiokuwa Waislamu ambao wamebahatika kufika katika jambo hili kubwa kabisa la kitabu chake Allah Subhanahu wa Ta'ala kushindaniwa hapa katika viunga vya uwanja huu wa Azam Complex. Na pili ni kuwaombea dua Sabiha TV kwa makusudi kabisa. Mwenyezi Mungu amewapa nguvu na kuja katika tukio hili ili kuzidi kuitangaza Qur'ani kwa ujumla. Haya yalikuwa ni mashindano ya Qur'ani ya Afrika ambayo binafsi nimeyaona ni mashindano ya kipekee sana, kwa sababu ni kwa mara ya kwanza kufanyika katika uwanja huu wa Azam Complex. Lakini si kwa sababu hiyo tu, lakini sababu ya pili nimeona ya kipekee kwa uwanja huu kujaa. Mashindano ambayo yameanza mishale ya saa 3:30 kwenda saa 4 kasorobo, jua la kipindi la msimu huu likiwa limesimama, lakini watu waliweza kukaa kwenye majukwaa na kujaza uwanja huu, na wengine kukaa katika pichi ya uwanja huu. Si kwa sababu nyingine isipokuwa utaji wake Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia maneno yake matukufu, Qur'an tukufu. Hili kwangu mimi lilikuwa ni kubwa sana. Na la tatu, kwa jamii ya wakazi wa wilaya hii ya Temeke, Mbagala kwa ujumla, Chamazi nikiwa na maanisha hivyo. Ukiangalia wakazi ambao wamefika hapa, asilimia 80 kama sio 85 ni kutoka maeneo haya. Kumbe inaonyesha ni kwa namna gani wilaya hii ilivyokuwa na Waislamu wengi, lakini na Waislamu ambao wanaitika sana katika masuala ya dini, hasa kukimbilia kitabu kitukufu Qur'an tukufu. Kwangu mimi haya matatu yalikuwa ya kipekee sana. Pengine una lipi la kuambia wote walioshiriki, lakini pia kujivunia kuwa mshindi wa kwanza ametokea Tanzania? Hili limekuwa mojawapo ya kitu kizuri zaidi kuleta competition kwa wengine. Wewe unamwambia yupi au unawaambia lipi Waislamu wote kuhusiana na mshindi wa kwanza ambaye ametokea Tanzania? Asante sana. Kubwa zaidi kule kwetu kwenye milima ya Uruguru tunasema chereko na mwenye mwali. Kama angeshinda kutoka nje ya Tanzania tungefurahi, kwa sababu ndugu yetu katika imani, lakini ameshinda Mtanzania, ndugu yetu wa karibu zaidi hapa kwetu Tanzania. Kwa hivyo kwetu imekuwa furaha zaidi. Wangeshinda wa nje tungefurahi kwa sababu ni ndugu zetu, lakini furaha yetu imetoka ndani ya nyumba zetu, kutoka kwa kijana wetu. Sawa. Kwa hiyo kwetu sisi imekuwa furaha sana. Namba moja kuwa mshindi huyu kutoka mkoa wa Pwani, kijana mdogo kabisa, amehifadhi juzuu 30, na haya ni mashindano yake ya mara ya pili kwa mujibu wa maelezo yake. Yeye mwenyewe amefurahi, lakini walimu zake watakuwa wamefurahi, na sisi ndugu zake katika imani Tanzania hakika tumefurahi sana. Mimi nakushukuru sana. Asante sana, na watakia kila la kheri Sabiha TV. Mwenyezi Mungu azidi kuwanyanyua hapa duniani na kesho akhera. Amin inshallah. Asante sana.